Tawala nchini Tanzania, Chama cha Mapinduzi CCM kimefanya kikao maalum leo hii katika mji wa Dar es Salaam, ikiwa ni siku moja tu baada ya makamu rais Emmanuel Nchimbi kutangaza kujiuzulu na kustaafu siasa pamoja na utumishi wa umma, hatua ambayo rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan alikubali. Kuondoka kwa Nchimbi ambapo kutaanza kutekelezwa rasmi Septemba 4 kumeleta mwelekeo mpya usiotarajiwa wa kisiasa katika kikao hicho, na kuna uwezekano mkubwa wa kuelekeza umakini kwenye mustakabali wa uongozi wa nchi hiyo. Kujiuzulu kwake vilevile kumevutia hisia kwenye kauli alizotoa mwezi Julai alipowataka Watanzania kuendelea kupigania katiba mpya. Sasa ili kuweza kufahamu zaidi, muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Tanzania ambaye vilevile ni mwandishi wa habari, Charles William, anayeanza kukuelezea iwapo mkutano wa CCM umekuja wakati mwafaka. Nafikiri ni mkutano ambao ulikuwepo kwenye ratiba yake, lakini ulikuwa na picha ya udharura. Ndio maana pengine hata matangazo yale ya kawaida ambayo tumezoea kwa kawaida Chama cha Mapinduzi kinapofanya mkutano wa halmashauri kuu au mkutano wa kamati kuu, mara nyingi huwa wakitoa picha ama kutoa hata taarifa ya kabla ya mkutano, lakini kwenye hili pamekuwa pana hali ya ukimya kimya kutokana pengine na ajenda zenyewe za kikao na pengine ni nini hasa ambacho wanataka wakipate kutoka ndani ya kikao hicho, kwa sababu kadri ambavyo chama kinaingia katika baadhi ya ajenda kutaka kuzifanya ama kuziendesha ajenda zile kwenye namna ambayo wanaona wenyewe itaweza kukidhi matamanio yao. Ni ajenda gani muhimu, Chazi, ambazo nadhani huenda zikawa zimejadiliwa ama zinaendelea kujadiliwa kufikia sasa? Nafikiri kubwa ni la hali ya kisiasa ndani ya Chama cha Mapinduzi, ambayo kwa kiasi kikubwa hali ya kisiasa inahusisha yale ambayo tumeyaona ya taarifa kwa umma iliyotolewa na makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kwamba amewasilisha barua kujiuzuru, lakini pia mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni rais naye akitoa taarifa kwa umma kwamba tayari amepokea na kuridhia uamuzi huo. Kwa hiyo kwa vyovyote vile kutakuwa kuna yanayoendelea ama yatokanayo na hayo, ingawa mwanzo kikao hiki kilikuwa kimepangwa hata kabla ya barua hiyo kwenda kwa rais na kabla ya taarifa kwamba makamu wa rais ametangaza kujiuzulu. Kwa hiyo nafikiri kwa sababu kilikuwa kimewekwa kwenye ratiba tangu awali, huenda imeonekana kile kilichopaswa kujadiliwa cha hali hiyo ya kisiasa hakiwezi kuathiriwa na hili lililotokea la makamu kutangaza kujiuzulu. Pengine kwa sababu bado anasalia kuwa mwanachama. Katika maelezo yake makamu wa rais ambaye atajiuzulu rasmi tarehe 4 Septemba anaeleza kwamba yeye atasalia kuwa raia mwema, lakini anasema amestaafu siasa, lakini hakueleza kuhusiana na kuachana na wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Sasa kwa sababu bado ni mwanachama wa chama hicho, pengine kuna yale ambayo yanaweza kujadiliwa, na kwa kuwa hapo awali kulikuwa kuna taarifa kwamba aliitwa katika kikao cha maadili cha chama hicho, pengine yatokanayo na kikao hicho yatakuwa yanaendelea sasa kwenye hatua hii ya vikao vingine, kwa maana ya kamati kuu pamoja na halmashauri kuu NEC. Unadhani huenda kukawa na pendekezo la jina mbadala wa nafasi ya makamu wa rais Emmanuel Nchimbi ambaye ametangaza kuachia nafasi hiyo? Nadhani pendekezo hilo linaweza kuwepo kwa sababu ni sharti la kikatiba kwamba liwepo, lakini ukitazama katiba jinsi inavyoeleza, katiba ya Tanzania kwa sasa haielezi kwamba ni sharti la lazima kwa rais kushauriana na chama kuhusu nani hasa achukue nafasi. Sharti la rais kushauriana na chama limeweka Dunlop. Labda aliyekuwa makamu wa rais anapokuwa rais au pale ambapo mgombea amepitishwa na anataka kuwa na mgombea mwenza, pale inaonekana kuna nafasi ambayo imewekwa kikatiba ya kujadiliana na chama kwenye hilo jina. Lakini ukisoma vizuri katiba sasa hivi inasema tu rais atawasilisha jina ndani ya siku 14. Haizungumzi sana kuhusu ulazima wa kushauriana na chama pale inapotokea yule aliyekuwa makamu wa rais amejiuzuru. Hapaelezi sana kwamba ni lazima rais anapokuwa anataka kupendekeza jina hilo sasa ashauriane na chama chake, ila utaratibu ulio wazi ni ule wa kwamba jina hilo lipelekwe bungeni na wabunge walio wengi watakapopiga kura mtu huyu atathibitishwa kuwa makamu wa rais. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, ukiisoma vizuri katiba, yeyote anaweza kuwa makamu wa rais pasipo utaratibu wa kwamba
kwamba ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi au amependekezwa na chama hicho, ingawa utaratibu wa awali pale ambapo chama kinatafuta mgombea mwenza, sharti la kwamba lazima awe mwanachama wao na lazima yametokana na majadiliano ya ndani ya chama inaelezwa. Sasa Charles, kwa mtizamo wako, unadhani mkutano huu utaleta majibu kwa baadhi ya changamoto zinazoonekana dhahiri katika chama hicho? Nadhani litasaidia kuweka sawa taarifa rasmi kutoka ndani ya chama hicho, kwa sababu tangu awali lilipoonekana kwamba kuna misuguano kati ya makamu wa rais pamoja na rais, ilipoonekana hadharani kwamba kuna joto fulani la chini kwa chini, Chama cha Mapinduzi hakijawahi kutoa taarifa rasmi kwamba jambo hilo lipo. Mpaka sasa hivi taarifa hizi tunazoziona ni taarifa yenyewe ya makamu wa rais na taarifa yenyewe ya rais kusema ameridhia ombi la kujiuzulu la makamu wa rais. Kwa hiyo hapajawahi kuwepo taarifa ya wazi kutoka ndani ya CCM inayolieleza hilo, changamoto hiyo imetokana na nini na chama kilichukua hatua zipi na kimehitimisha vipi. Kwa hiyo kikao hiki nadhani kitasaidia kuja na hitimisho na taarifa rasmi kwa wanachama wa CCM na wananchi kiujumla, ambao kiukweli hawajui hasa ni nini kimetokea ndani kwa ndani mpaka kuja kumalizikia kwenye hiki cha hadharani ambacho ni swala la kujiuzuru. Kwa hiyo pengine sasa utakuja kuelezwa mkasa mzima ulijadiliwaje ndani ya chama na kuhitimishwa vipi. Hilo ndilo linalokosekana, na pengine kikao hiki huenda kikajibu swali hilo. Namni Charles William, huyo mchambuzi na mwanahabari kutoka Tanzania. Sasa licha ya baadhi yao kusema ni jambo walilolitarajia, watu mbalimbali wametoa maoni yao jinsi walivyopokea taarifa hii, wakiwemo vilevile wanasiasa. Mimi naitwa Juma Al-Khatibu, ni mwenyekiti wa chama cha ADA TADEA Taifa, lakini pia ni mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa Tanzania. Nimepokea kwa mshtuko kwanza makamu wa rais kujiuzulu kwake, lakini baada ya kutafakari na kufikiri nikasema ni uwajibikaji. Ametumia nafasi yake vizuri, tumpongeze, ameonyesha mfano mkubwa, na viongozi wengine basi si vibaya kuiga mfano huo, na wengine walishafanya hivyo. Kwa hiyo mimi naona hii ni jambo la kawaida la kidemokrasia na la kikatiba kabisa. Ameonyesha uvumilivu wa kisiasa, ameonyesha upevu wa demokrasia. Mimi ni Dorothy Semu, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Nimepokea taarifa za kujiuzulu kwa Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama wananchi wengine walivyozipokea. Muhimu ni Watanzania tusiondoke kwenye reli na kwenye madai yetu ya msingi ya kutaka uwepo wa tume huru ya kimataifa itakayochunguza matukio ya Oktoba 19, na baada ya hapo tusiondoke kwenye madai yetu ya kuitaka katiba mpya ya wananchi, lakini mageuzi ya kimfumo, kiwepo kupata tume huru ya chaguzi huru ambazo zitaakisi matakwa ya wananchi ya wakati huo, na marekebisho ya mifumo yote ambayo tumeiona imekuwa ikileta changamoto katika kuendelea na kufurahia haki zetu za kisiasa, kiuchumi na kijamii kwa ujumla. Amani Golugwa ni naibu katibu mkuu wa Chadema Bara. Tulitarajia jambo hili litatokea. Mara ya kwanza tulipomsikia Nchimbi akizungumza kwenye mkutano wa watetezi wa haki za binadamu hapa Dar es Salaam, maneno aliyoyasema ya utashi wake binafsi kuhusiana na haja ya nchi hii kuwa na katiba mpya, na akiwasihi watetezi, wanasiasa wapambane wapate katiba mpya. Tuliposikia ile kauli, wote tulijua kwamba kuna jambo litakwenda kutokea. Jina naitwa James Mbatia. Nimepokea taarifa za kujiuzulu kwa makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi katika hali ya hasi, negative zaidi kuliko chanya, kwa sababu hili ni zao la migogoro hasi katika jamii, na jamii yote ambayo ikishaweka utaratibu, ule utaratibu usipofuata, hasa utaratibu wa kiutawala kisiasa, mazao yake ndio haya.
Mimi jina langu naitwa Said Saidi, mwenyekiti wa chama cha AFP Taifa. Nimelipokea suala la Mheshimiwa Nchimbi kujiuzulu kwa masikitiko makubwa, kwa sababu ni kiongozi ambaye tunategemea kwamba ataweza kwenda na muhula huu hadi kufikia miaka 5 ya uchaguzi kwa ajili ya kupima uwezo wa CCM na ya jinsi gani umetekeleza sera zake na malengo makuu kwa wananchi. Lakini kitu cha kusikitisha ni uamuzi wake huu ambao ameutoa kwa ghafla na umeleta picha ndani ya Tanzania kwamba demokrasia imekuwa. Na msikilizaji, maoni ya wasikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili umesheheni hayo ya Nchimbi. Mbaraka Moshi anasema Nchimbi mwana nini mbele, lakini Alimrange Gigiri Mresa wa kule Vina, Dar es Salaam, Tanzania anasema Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, amechukua maamuzi sahihi kuandika barua ya kujiuzulu nafasi yake. Tuheshimu maamuzi yake. Lakini pia David Mushuku anasema Afrika hii yetu viongozi kama Nchimbi si wengi tulionao, wengine wengi ni wang'ang'aniaji wa uongozi. Ni kushukuru pia Jafari Kopo, unasema unatupata vizuri kabisa ukiwa kule mjini Moshi, Tanzania. Frank Shayo wa Arusha Sakina anasema kujiuzulu kwa Nchimbi ni pigo kwa siasa za Tanzania. Lakini Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania anasema busara humuongoza mtu yote kufanya maamuzi yaliyo sahihi, hivyo inapaswa kupokea na kuheshimu hatua alizochukua Mheshimiwa Daktari Emmanuel Nchimbi. Ni kushukuru msikilizaji kwa kuendelea kutuma maoni yako kama alivyofanya pia Mbwana Pindo akiwa kule Dar es Salaam na Jonas Luvena. Lakini nitakuja na mengine zaidi hapo baada ya michezo. Twende kwa Shwaib Ibrahim.